Mwisho, kama sikosei, nilizungumza na waandishi wa habari, mtanikumbusha, takriban miaka 5 iliyopita, wakati wa uchaguzi mkuu, kuelekea uchaguzi mkuu wa 2020. Hatujakutana tangu wakati huo, kwa hiyo tumshukuru Mungu ametuweka salama, tumekutana tena. Tumekutana tena katika mwaka wa uchaguzi. Na mwaka wa uchaguzi huwa ni mwaka wenye maneno mengi. Maneno yanayohusu nchi na maneno yanayohusu namna ya kuchagua viongozi watakaoongoza wananchi. Sasa leo mtakuwa mmesikia sisi wa Chadema tukisema bila kuwapo mabadiliko katika mfumo wetu wa uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi. No reform, no election. Ndio kauli mbiu yetu. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Tumezungumza sana tukiwa bara. Leo kwa sababu tumekuja Zanzibar, inabidi tuzungumze bila mabadiliko hakuna uchaguzi kwa muktadha wa Zanzibar, kwa kuangalia mazingira halisi ya Zanzibar, ili tukiulizwa swali hii kauli mbiu inatuhusu sisi Wazanzibari kitu gani, tuweze kujibu hilo swali. Tuweze kujibu kwamba aidha inatuhusu na inatuhusu namna gani, au tuweze kujibu swali kwamba hapana, haya ni mambo ya bara tu, hayana uhusiano wowote na sisi Wazanzibari na Zanzibari yetu. Upinzani mkubwa kabisa wa kisiasa dhidi ya CCM haukuwa Dar es Salaam, wala Kilimanjaro, wala Mwanza, wala sehemu nyingine yoyote ya nchi hii. Upinzani mkubwa zaidi ulikuwa Zanzibar. Upinzani dhidi ya CCM ulikuwa mkubwa zaidi Zanzibar. Zanzibar ilikataa CCM tangu mwanzoni kabisa mwa mfumo wa vyama vingi vya siasa, kuanzia hiyo miaka ya 90. Nakumbuka nazungumza vitu mnavyovifahamu. Marehemu Maalim Seif Sharif Hamad na wenzake, kabla ya mfumo wa vyama vingi vya siasa kuruhusiwa mwaka 91-92, Maalim Seif na wenzake walikuwa kizuizini. Walikaa kizuizini takriban miaka 4, kuanzia 87, kwa kushtakiwa kwa uhaini na vitu vya aina hiyo. Kwa by the time vyama vinaanzishwa mwaka 91-92, tayari Zanzibar upinzani ulishakuwa dhidi ya CCM, upinzani ulishakuwa mkubwa kabisa. Hii kazi ya kuleta mabadiliko katika nchi hii, tukiachia Chadema peke yake, sisi peke yetu hatutaiweza. Ukweli wa Mungu ndio huo. Tukiachiwa sisi peke yetu hatutaiweza. Nchi hii ni kubwa sana. Maslahi ya Wazanzibari katika hali hii ni kupigania mabadiliko, sio kusema twende tu.
Tumesema hivyo kwa miaka na miaka na miaka. Tumesema hivi, huu muungano unahitaji kubadilishwa. Zanzibar iwe na mamlaka yake, Tanganyika iwe na mamlaka yake, tuwe na mamlaka itakayoshughulikia masuala ya muungano tu. Sasa hivi Tanganyika ndio Tanzania. Hii lugha inahitaji kuinani? Ndio unasikia mara ya kwanza. Kaka Faruk. Tumesema miaka 10 na ngapi wakati tunapigania katiba mpya bungeni. Ndio mimi sibadilishi madoa kama nani. Msimamo wangu ni ule ule. Huu muungano sio muungano wa Wazanzibari, sio muungano wa Tanganyika. Muungano wa watawala. Tunataka muungano wa wananchi. Wazanzibari wao na sehemu ya Watanganyika. Sasa hivi ukiniuliza, Zanzibar ina rais. Zanzibar ina mkuu wa nchi. Zanzibar ina bunge. Zanzibar ina bendera. Samia ni rais wa nani? Samia ni rais wa nani? Ipi? Nyie mna nchi yenu tayari. Nyie simeza mna nchi. Mna nchi, mna mkuu wa nchi, mna bunge, mna wimbo wa taifa, mna nini? Sisi je? Huyu Samia ni rais wa nani? Wa Tanzania ipi? Wa Tanganyika. Semeni ukweli. Samia ni rais wa nini? Wa Tanganyika. Zanzibar ni rais wake. Samia ni rais wa Tanganyika. Mtanganyika anaweza kuwa rais hapa? Anaweza. Lakini muungano wa aina gani ambao mimi nikitoka huko kwetu siwezi nikapiga kura hapa. Samia anaweza kuwa rais wa kwangu kule. Ni huwa namna gani? Au kwa sababu ni wa kwetu hii tumezee. La pili, tumesema hatuzungumzi habari ya kususia uchaguzi, tunazungumzia habari ya kuzuia uchaguzi. Ndio hivyo. Hatuna chama hapa kwani? Tutawaambia wanachama wetu wa Zanzibar, fanyeni mnachoweza. Waambieni wananchi wa Zanzibar wazuie uchaguzi, tupate reform. Tusipozuia, tusipobadilisha, hautajibadilisha wenyewe. Hautajibadilisha wenyewe. Kwa hiyo Zanzibar iwe Tanganyika, tuzuie uchaguzi, tupate reform. Ili ukienda kupiga kura wewe ujue kura yako inaenda kuhesabika na inahesabiwa. Yafanyike mara ngapi ndio mseme enough is enough. Sisi tumesema enough is enough. Na tumekuja Zanzibar kuwaombea na nyie mseme enough is enough.